Wakimbizi 52 kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameingia nchini Tanzania kupitia mpaka wa mkoani Kigoma, ambapo wanakaguliwa kabla ya kuruhusiwa kuingia nchini humo. Hii ikiwa ni moja ya hatua za kawaida na za kiusalama. Wimbi hilo jipya la wakimbizi kuingia nchi za jirani kutoka DRC na Burundi ni kutokana na mji wa Uvira kushikiliwa na kundi la wapiganaji wa M23 na pia ni mji mkuu wa kiutawala wa mkoa wa Kivu Kusini. Hii ni TriGen Media. Hata hivyo, taarifa zinasema kuwa tangu siku ya Ijumaa kumekuwa na milipuko ya mabomu huko Cibitoke, kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa Balozi Zefarin Maniratanga, mwakilishi wa Burundi katika Umoja wa Mataifa, ambaye aliliambia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwamba ikiwa hakuna kitakachofanyika, kuna hatari ya makabiliano ya wazi kati ya nchi yake na Rwanda yakatokea. Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Michael Waltz alishutumu Rwanda katika mkutano huo kwa kusukuma eneo hilo kuelekea kuongezeka kwa ukosefu wa usalama na vita kwa kuwasaidia na kuliongoza kundi la M23. Serikali ya Rwanda imekanusha mara kadhaa kwamba inaunga mkono M23, ikisimamia msimamo wake kwa kilichofanyika ni hatua za usalama. Balozi wa Rwanda katika Umoja wa Mataifa Martin Ngoga amesema hakuna mpango wa kuivamia Burundi. Huku haya yakijiri, kundi la waasi la M23 awali lilisema linaweza kuendeleza mashambulio yake nje ya mkoa wa Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kudhibiti mji wa pili kwa ukubwa katika eneo hilo wiki jana. Kauli hiyo ilitolewa na gavana wa mkoa aliyewekwa uongozini na waasi katika mkutano na waandishi wa habari. Marekani inasema kuwa kuhusika kwa Rwanda katika shambulio hilo kuna kiuka makubaliano ya amani yaliyoandaliwa na Rais Donald Trump, madai ambayo Kigali inakataa. Kudhibiti mji wa Uvira, eneo la kimkakati kando ya Ziwa Tanganyika karibu na mpaka wa Burundi, ni mojawapo ya mafanikio makubwa zaidi ya waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda. Hadi hivi karibuni, Uvira ilikuwa ni makao makuu ya serikali ya kidemokrasia ya Kongo katika mkoa huo, ikiendesha operesheni za kijeshi baada ya mji wa Bukavu kuanguka mwaka uliopita. Shirika la Umoja wa Mataifa linasema zaidi ya watu 200,000 wamekimbia makazi yao, wengi wakikimbilia Burundi. Hii ni TriGen Media.